Maximize your potential. Siku kama ya leo sikupendwa sana. Kitu ambacho nilikitegemea leo ni kama hichi ambacho nakiona hapa. Nilitegemea sana hii couple, na bahati nzuri Mungu kafanikiwa, nimekutana nao. Acha tupige story ili tujue wana wazo gani siku ya leo, lakini pia kuhusiana na kufikia ndoa yao. Kama unavyojua hawa ni watu ambao wanataka kuoana hapo karibuni. And then kama unavyoona hata drip check zao mambo yamegaramika namna fulani. Hata tusikie, weka na mimi mwanzo mpaka mwisho upate kile ambacho nimekuletea. Mambo vipi? Poa. Uko fresh kabisa? Ndio. Hongera kwanza, umependeza. Asante, na uzuri unachangia. Uzuri unachangia kwa kweli. Hizo style yako ya nywele inahitaji. Wewe nawe. Jamani, si unaona rangi zenyewe zinaashiria ni nani? Okay, jamani, rangi sio mpaka uambiwe, rangi tu zinaashiria. Mambo vipi? Poa. Uko fresh? Yeah. Siku ya leo umezingatia nini? Siku ya leo tu naona tu napendeza zangu, nashukuru Mungu ya. Mwamba anakuambia leo amedrip vizuri. Yaani siku ya leo alichokizingatia ni drip check. Hongera sana kwanza, umependeza, umepiga kodi ya Kinyamwezi sana. Leo uko na sheria yako? Niko naye kabisa tena. Okay, ulipanga kumtoa tangu kipindi kile. Labda ni kitu gani ambacho tofauti umekiona leo kwake? Mimi ninaona tu leo kwanza nitoke nayo watu wote wamjua kwanza. Yeah. Watu wanamuona Muya kabla hajaolewa. Yeah. Watu wamjue mke wa msanii mkubwa. Yeah. Okay. Kitu gani ambacho umekiona tofauti sana leo, siku ya leo, mazingira kama haya ambako mume wako amekutoa? Nimefurahia sana. Alafu labda ni siku yako ya kwanza au tayari ushawahi kufika huko? Ni siku yangu ya kwanza mimi kunileta huku. Okay. Yeah. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye ndo mtu wa kwanza kukuleta sehemu kama hizi? Ndio. Jamani, hebu mshike kwanza mkono hata umpongeze. Sheria bien. Yeah. Tunajua kwamba hii ni siku ambayo ni kubwa sana na ni siku pendwa sana. Lakini pia tutaona watu wengi. Watu wengi labda kwa mtazamo wa tofauti kwamba fulani yule dada mzuri vile anatembea na kijana kama huyu. Wewe yale maneno ya kusumbui? Hamna, mimi kama nimeshapenda tu. Kwa hiyo sijali maneno yao. Yeah. Yaani unaona kila kitu ni kawaida sana. Ndio. Lakini pia siku ya leo labda ni kitu gani ambacho sheria yako amekuandalia? Hapo penyewe sijajua. Maana unaniambia kuna zawadi, atanipa sio zawadi, mimi sijaijua. Okay. Yeah. Lakini wewe mwenyewe hebu nipe kasiri, umemwandalia nini baba? Vitu vingi tu. Pia utamu. Jamani, for the first time nasikia kwamba kuna mtu atapewa utamu. Mimi na challenge kadogo hapa ambako natamani tukafanye. Sijui guys, are you ready? Mko tayari? Yeah, tuko tayari. Mko tayari kabisa? Yeah. Mimi nadhani nianzie wapi? Nianzie huku. Mashabiki mniambie huku. Mashabiki wamesema nianzie huku. Mimi kwenye mkono wangu wa kushoto hapa kama unavyoona bwana, nina kazawadi fulani haka nakatoa kwa ajili ya makapo tu. Na hii zawadi bwana, yani unakula ni pipi, unapewa pipi moja, mnashare nyie wote wawili. Unakula then na yeye anakula. Kwa hiyo mimi natamani na nadhani na watazamaji pia walikuwa wanahisi labda hii kapo ni kapo ambayo labda maybe sio serious kapo. Kwa hiyo natamani sana muaminishe watu, lakini pia hata watazamaji ambao wanaangalia sasa hivi. Mimi sijui nifungue au kuna kanamna tunachezewa. Nifungue? Fungua tu. Nadhani Mwamba ameshasema, dada ameshiwa pawa. Mimi sina baya wala sina iana. Nafungua zangu mimi jamani. Pipi zangu zinaendelea kuisha, kwa hiyo kapo endeleeni kuchelewa huko mliko. Fungua mama, fungua pipi hiyo. Fungua pipi. Fungua pipi sawa. Mtoto anafungua kiutamu huyu. Unafungua kiurembo sana. Jamani, kwa makini sana, yani hataki kitu chochote kimpite. Vitu kama hivyo. Pipi yenyewe ni nyekundu kama mnavyoiona. Wale ambao walikuwa wanahisi eti kapo sijui ni akina fulani ya kimambo, nadhani mtahakikisha kupitia hili swala leo. Naomba ule then umpe mkime wako ale, au kama mtashare kwa mdomo
wote wawili ni nyie ambacho mtakifanya namna hiyo jamani. Okay, mbona wewe tena uli? Nimeshakula. Kula, wow, vitu kama hivyo guys. Vitu kama hivyo nadhani mmejihakikishia wenyewe kwamba hii hapa ni kapo moja ambayo iko serious. Lakini pia kama mnavyojua, tarehe ngapi ulisema? Tarehe 15 mwezi wa 3. Tarehe 15 mwezi wa 3 wana jambo lao, wanafunga harusi. Mimi sina cha ziada zaidi ya kuombea support yenu sana kwenu. Support yenu inaweza ikawafikisha pale ambapo wenyewe wanatamani kufika. Hiyo siku ya tarehe 15 waweze kufanya sherehe ya kibabe sana. Sasa wewe ni nani jamani usichangie kapo kama hii? Kama una wivu na ikapo bwana, wewe jinyonge tu. Siku hizi kamba ni bukubuku. Au unasemaje? Kama kawaida. Kama kawaida. Yeah. Mimi sina la ziada. Naitwa Gajigro Regina, tunaendelea tulipoishia. Mbela Media, we maximize your potential.